Nasalimu kila mwanadamu kwa jina la Yesu, nikiamini ya kwamba kila mwanadamu mahali penye uko, yale ambayo anakutendekea ni mapenzi ya Mungu. Nashukuru Mungu kwa uumbaji wake wote, nikimrudishia shukurani kwa sababu yeye ni Mungu na anahitaji kila kiumbe kikapate kumtambua. Nashukuru kwa wale wote ambao wanaendelea kuzama ndani ya Mungu ili wakajue yale ambao wanafaa kufanya na yale ambao hawafai kuyafanya. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipatia kazi ya uinjilisti, ya kuniita, aliponiita akanitrain kwanza miaka 5 nikiwa nimekaa mahali kwa kanisa. Sikuwa nahubiri. Baada ya miaka 5 akaniambia nitoke nje. Baada ya kuona kwamba nilikuwa nimesha hitimu kulingana na mapenzi yake. Kulingana na mapenzi ya wanadamu inaweza kuwa ngumu. So aliponitoa nje katika kazi ya uinjilisti, nikafanya hiyo kazi tena kwa miaka 5. Nikiwa ninaendelea nayo, nikaona nguvu zake. Na nikaona mambo yote aliyosema atayatenda wakati aliniita, nikayaona na hata bado niendelea kuyaona, na ninaamini ya kwamba hata yale mengine ambayo hajaweza kuyatimiza yote atayatimiza ninapoendelea kuwa katika neno lake. Baada ya hapo ndio akasema sasa tukaweze kuwa na kanisa bila alikuwa ametuagiza alipotuita. Hiyo ni baada ya miaka 10. Miaka 5 kwanza ni kukula neno lake, yeye mwenyewe akinifundisha kama mwalimu wangu. Miaka 5 kwenda kufundisha watu yale aliyekuwa amenifundisha nje katika uinjilisti, nikiwa ndani ya kanisa tu. Baadaye sasa kanisa likaanza, sikuenda mahali kuiba mtu, sikuenda mahali kushawishi mtu akuwe mshirika wangu, hapana. Kanisa hilo likaanzia kwa nyumba, na sasa kanisa hilo limetoka dunia, liko nje ya dunia sasa. Na sasa akawa ameshatimiza vile alisema, na sasa kile kimebakia tena ni kuhakikisha kwamba hiyo kanisa litakuwa kanisa moja dunia mzima. Hiyo ndio kazi ambayo sasa amenipatia, kwamba nilihakikisha kwamba kanisa ni moja. Nitaondoa kila aina yote ya kuchanganyikiwa, nitaondoa, nitabomoa, nitang'oa, nitaharibu, nitachoma kila aina yote ya mambo ambayo hayaleti kanisa kuwa moja. Lazima tukuwe na ibada moja ambayo itakuwa na ubatizo mmoja. Kristo ambao tunamwabudu atakuwa mmoja, tutakuwa na imani moja. Hiyo ndio injili. So kama umeenda kusomea teolojia haina shida, lakini ile ibada ambayo tunaelekea ndani saa hii, ninakuarifu andika ile neno chini, ni ibada moja ambayo tutakuwa na kanisa moja la Kristo. Kama utaki kwa hilo kanisa, basi wewe utatafuta kanisa lingine. Hakutakuwa na mambo ya kwamba mimi ni mtu wa Anglican, mimi ni mtu wa Believe and Obey, mimi ni mtu wa Mountain of Fire, mimi ni wa Catholic, mimi ni wa Presbyterian, ama mimi ni wa Seventh Day. Tutakuwa na kanisa moja. Likibakia kuwa Seventh Day ama Catholic, muradi nikitoka hapa niende pale ni Catholic, lakini yale ambayo yanafundishwa SDA na yale ya Catholic hakuna tofauti. Hiyo ndio kanisa ambalo tunaelekea. Yale ambayo yatakuwa yanafundishwa pale Presbyterian, yale ambayo yanafundishwa Jehovah's Witness na Mountain of Fire na Anglican, yote itakuwa ni kitu kimoja. Tukisema kwamba ubatizo ni huu na huo ndio utabakia. Tukisema kwamba imani ndio hii na hivyo ndio itakuwa. Tukisema kwamba Bwana wetu ambao tunamwabudu ni Yesu Kristo, basi ni yeye, hakuna kingine. Sasa hiyo imekuwa tu ni ushuhuda kidogo ya kuambia ya kwamba kuna mahali nimetokea, na mahali nimetokea sio kwa nguvu zangu. Sijaenda training yoyote yenye naweza anza kujivuna kwamba kuna mtu amenitrain kuhubiri. Nimefundishwa na yeye mwenyewe. Vile Paulo alisema kwamba injili anayohubiri haitokani na shule, haitokani na mwanadamu, inatokana na Mungu mwenyewe aliyemuita, na alipokuwa sugu akamchagua, akamtenga awe mtume wa dunia mzima. Nashukuru Mungu
ya kwamba ujumbe ule haukubakia kwa Paulo. Neema ile pia vile Mungu alisema ya kwamba yale ambayo nilitenda wakati wangu na mitume, sasa hayo maneno baada yataendelea kwa wale watakao amini, na nitatenda zaidi, nimeyaona kwangu. Nataka niende sasa katika ujumbe wa siku ya leo. Kutambua mapenzi ya Mungu imekuwa ni changamoto kubwa sana katika hii dunia, kwa wale waliookoka na hata wale ambao bado hawajapata hiyo neema ya wokovu. Kutambua mapenzi ya Mungu, kusema ukweli, kabla haujafanya jambo lolote, unafaa ujue kwamba mapenzi ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Mapenzi ya Mungu ni mawazo yake, ni makusudi yake. Mapenzi ya Mungu ni yeye mwenyewe anataka kujidhihirisha, kuonekana vile yeye mwenyewe anataka hayo mambo yaende. Changamoto ambayo tumekuwa nayo katika dunia hii kwa wale waliookoka na hata wale ambao hawajaokoka ni moja. Sisi kama wanadamu tunahitaji mapenzi yetu. Sikia vile Mungu anasema. Mungu anasema ya kwamba mawazo yangu tofauti sana na mawazo ya wanadamu. Wanasikia vile Mungu mwenyewe anasema? Mapenzi yangu ni tofauti sana na mapenzi ya wanadamu. Unajua, kama mwanadamu tutaamuka na mistari za kusema kwamba Mungu anajibu matamanio ya mioyo zetu, hiyo ndiye aliandika, sina shida. Lakini Mungu ajibu matamanio ya mioyo za watu. Mungu anatimiza mapenzi yake katika yale matamanio, na yeye mwenyewe ndiye anakupatia matamanio yale, wewe mwenyewe ukaweze kuyakubali, alafu akuje ajidhihirishe. Lakini ukibaki pale ukisema ya kwamba Mungu anajibu matamanio ya mtu akiomba, matamanio gani? Lazima yaambatane na mapenzi yake. Kama hayaambatani, haijalishi wewe ni mtumishi, haijalishi unafanya kazi katika kanisa, ama uliokoka miaka gani, ama umehubiri wapi, Mungu amekutumia kufanya ishara na mapenzi gani, na kuambia kwamba haitatimia. Imekuwa ni changamoto kwa sababu watu wengi tunahitaji mapenzi yetu, hatuhitaji mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mapenzi ya Mungu, nilikuambia siku moja hapa, ilikuwa ngumu. Wakati wa Lazaro alipogonjeka, mapenzi ya wanadamu ilikuwa ni ya kwamba Yesu akuje mapema, muombe, apone, aendelee na mambo yale ambayo alikuwa akifanya. Mapenzi ya Mungu ni gani? Yesu aya kwamba Lazaro afe, ndiyo yeye ajidhihirisha kwamba anafufua, neno la ufufuo likapate kutimia. Kila neno ambalo Mungu amesema lazima alitende, atalitenda, na hilo neno lazima litaonekana ya kwamba alisema yeye ni mponyaji. Ataponyaje watu kama hawajakuwa wagonjwa? Ona mapenzi ya Mungu. Tunaomba ya kwamba watu wasipone, yani watu wapone, watu wasigonjeke. Swali moja nataka nikuulize, uponyaji huu mtu atajuaje Mungu ni mponyaji kama kutakuwa na mgonjwa? Na kama kutakuwa na mgonjwa, madaktari washindwe katika magonjwa mengine, washindwe. Mungu asiwatumie katika hiyo magonjwa, washindwe. Uende kwa madaktari washindwe, uende kwa waganga washindwe, utafute ujanja wako ushindwe. Sasa Mungu mwenyewe Yesu akuponye. Sasa ndio utasema kweli Yesu ni mponyaji. Inaendanga hivyo. Mwanamke aliyetoka damu miaka 12, nini kilimtendekea? Hiyo ndio swali. Nini kilitendekea yule mwanamke? Alikuwa mgonjwa kwa miaka 12 akitokwa na damu. Madaktari walijaribu wakashindwa, waganga wakajaribu wakashindwa, yeye mwenyewe na akili zake akajaribu akashindwa. Baadaye Yesu akamponya bila kutumia dawa, akamponya bila kuangalia hali yoyote ile, kulingana na wanadamu ambao wanafaa kuangalia. Lakini mwanamke aliposhuka chini na ujuaji wake akaweka chini, akawachana mambo yote madaktari waliomwambia, mawazo yake yote akawachana nayo, akawachana na mambo yenye waganga walimwambia. Akasema sasa hapa lazima nataka kuona ya kwamba Yesu alisema ya kwamba yeye ndio daktari, yeye ndiye anatibu kila aina ya magonjwa, kila aina ya maradhi na mapepo.
Sasa kazi kwake. Na kweli akaona vile Yesu anafanya. Mpendwa, hiyo ndio imekuwa shida tumekuwa nayo hata sisi ambao tumeokoka. Kuna mambo ambayo tunapitia ndani hata tunaona kwamba haya sio mambo ya Mungu, lakini ndio hayo. Sauli ndiye akuwe mfalme, kondoo za baba yake zilipotea, akawa akitafuta hizo kondoo, ndiye anapatana na mtumishi wa Mungu Samueli, anamchagua, anamuita akuwe nini, mfalme, lakini yeye ametoka kwenda kutafuta nini, kondoo. Shida ambayo tuko nayo katika injili ni hii, kutambua mapenzi ya Mungu. Wakati Mungu anasema ya kwamba yeye ndiye anayepeana wakati mambo imekauka, yeye ndiye anayepeana, utajuaje kama Mungu anapeana? Lazima ukose, ukimbilie wanadamu wote, uone ya kwamba unataka msaada kwao, wenye ulikuwa umetumainia, kama ni marafiki, kama ni wale matajiri, kama ni wale watu ambao unaona kwamba unafaa kuwasaidia kwa sababu wanafaa kukusaidia kwa sababu uliwasaidia siku moja, inakuwa ngumu pale, mambo yake inakuwa ngumu. Sasa swali ni moja, lazima utambue mapenzi ya Mungu, ndio utakaa katika hii dunia katika hali ya amani. Ukijifanya mjuaji, na kuonea huruma. Mapenzi ya Mungu ni tofauti na mapenzi yako, kwa sababu mapenzi yako ilikuwa kwamba usome, uende umalize shule, ufike mahali mwisho wa masomo. Hiyo ndio ilikuwa mapenzi yako. Waambie watu kuna mahali ulifika mwisho wa masomo, lakini mapenzi ya Mungu ni ya kwamba wewe ulikuwa tu kwamba ukifika klasi 8 hapo ndio mwisho wako. Kwa sababu gani? Mungu ataoneshaje watu ya kwamba yeye baraka zake hazijali ya kwamba ni masomo ya mtu? Wewe umesikia Mungu ndiye anatajirisha mtu kwa sababu ya masomo yake? Soma maandiko katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Anasema ya kwamba yeye ndiye anayepeana watu nguvu na kuwafanya kuwa matajiri. Anayepeana watu nguvu na kuwafanya wawe matajiri. Si ya kwamba ni masomo, si ya kwamba wale watu sijui wameenda kuabudu shetani, si ya kwamba hata watu wamejitoa sana kwa bidii na mambo ya dunia lakini wamekataa mambo. Yeye ndiye huwa anafanya, anapeana watu uwezo wa kuwa matajiri. Katika hii dunia unafaa utambue mapenzi ya Mungu, utakaa vizuri sana, kwa sababu Mungu ndiye asemekana ya kwamba anapeana. Hebu angalia wakati wa Abrahamu, ndio Mungu asema anapeana. Abrahamu aliambiwa kwamba ende uchinje mtoto. Abrahamu akapimwa imani ya kwamba lazima atimize hilo neno. Kweli Abrahamu akafanya kazi yote, kama ni kuni alitafuta mtoto akachukua, hata akaweka mtoto kwa kuni. Sasa ni wakati wa kuchinja. Sasa ndio Mungu akashika ile panga, kuona kweli alikuwa tayari. Abrahamu amenua panga anaenda kuweka kwa shingo ya mtoto, ndio panga ikashikwa. Mungu akaona huyu mtu kweli ni mtu mtiifu. Ndio Mungu akasema, wewe sasa mambo ya imani umepita, sasa nitakubariki na kizazi chako. Mimi nakwambia ukweli. Na akatoa kondoo mahali ambapo hiyo kondoo haiko ya mtu. Akaambia Abrahamu, angalia pale. Abrahamu kuangalia akaona kondoo mzuri sana, kondoo ambaye haiko ya mtu. Hakuna mtu alalamika ati kondoo yake iliibiwa. Kaambia kwamba chukua hiyo kondoo, toa sadaka, na mimi nimeshakubariki. Wewe unasikia? Mungu lazima aonekane kwamba anapeana. Lazima ufike mahali ambapo mambo yenye itakuja kuonekana ya kupeana itakuwa ni thibitisho kwako ya kwamba kweli huyu Mungu ni mpeanaji. Huyu Mungu ndiye akuponye kweli, utakuwa na ushuhuda. Utajaribu kila aina yote ya vitu vile. Huyo mwanamke aliyetoka na damu miaka 12 akashindwa, ndio uone. Kuna mwingine alikaa kwa pool mahali kwa bawa miaka 38. Penzi ya Mungu hayo, kutuonesha kwamba yeye hataki kujali na hali yako imechukua muda gani. Mungu hajali ya kwamba hali yako wanadamu wamezungumza nini kwa hiyo hali. Wamesema umeanguka, umewachana na Mungu, wamezungumza nini? Hiyo Mungu hataki kujua. Chenye anataka kujua ya kwamba yeye ni Mungu muweza wa yote kwa hali zote. Ndio maana hata
ukisikia kwamba huyu Sara mke wa Abrahamu aliweza kuzaa akiwa katika miaka ya uzee, lazima Mungu athibitisha kwamba anayaweza yote. Atathibitishaje kwamba anayaweza yote kama Sara, mtu ambaye alikuwa amepita wakati wa kuzaa wanawake? Kila mtu aliona kwamba haiwezekani. Madaktari waliinua mikono, waganga na watu wa hiyo familia ya Sara walisema haiwezekani, ameshapita huyu, hawezi kushika mimba hata na dawa. Hata waganga walishindwa. Sara mwenyewe akaona ni ngumu. Hata wakati walimwambia atazaa alicheka, aliingiza michezo katika neno la Mungu, lakini Mungu akamwambia utazaa, na kweli alizaa. Akathibitisha kwamba mambo yote yanawezekana kwake, ya kwamba haijalishi hali, yeye atathibitisha. Hata kama wanadamu walisema ya kwamba ukishapita miaka 60 hauwezi zaa, utazaa na miaka 90 na 100, na utalea mtoto, atanyonya vizuri. Wasiwasi ndio uko nayo, tulia katika maisha, wacha Mungu akupange, gundua mapenzi yake. Mungu akisema ya kwamba yeye ni Mungu wa wajane, utajuaje kama yeye ni Mungu wa wajane kama mtu bwana yake hajakufa? Mungu akisema ya kwamba yeye ni Mungu wa yatima, utajuaje yeye ni Mungu wa yatima na anawalinda, anapeana mahitaji yote kwa yatima, hata kuliko yule mtu ambaye ako na wazazi? Kama baba huyo mtu na mama yake hawajakufa, wakamtegemea Mungu, hawajategemea misaada za serikali na kuanza kuabudu serikali na matajiri na kutegemea biashara zao, wakategemea Mungu, na Mungu akathibitisha ile neno ya kwamba yeye ni Mungu wa mayatima, kwa sababu analinda hao watu licha ya kwamba wazazi wao wamefariki. Kutambua mapenzi ya Mungu ni kitu mzuri sana, itakusaidia ukae katika hii dunia vyema. Mimi nafurahia bwana. Mimi sina wasiwasi katika hii dunia bwana. Mimi nafurahia sana. That's why wacha tu nihubiri Injili. Kwa sababu ukishatambua mapenzi ya Mungu ya kwamba yeye ni Mungu wa wajane, lazima mtu akufe. Hawezi kuwa tu Mungu wa wajane, tunaita ati Mungu wa wajane, Mungu ndio anaweza mambo yote, Mungu wa yatima, Mungu wa masikini. Lazima kukuwe na huyo mjane, na ambaye lazima afiwe na bwana yake, akae peke yake na Mungu akamshughulikie, hata kuliko yule mtu ambaye ako na bwana. Watu waone na macho, washuhudie, waseme kweli Mungu ni Mungu wa wajane. Hiyo ndio kutambua mapenzi ya Mungu, ambaye imekuwa ngumu. Tunasema wakati tunaomba, wakati tunahubiria watu, Mungu ni Mungu wa masikini, anainua masikini kutoka mavumbini, anawapeleka juu. Sasa huyo Mungu wakati ambao anasema kwamba anainua masikini, wewe hutaki umasikini kwanza, unataka kuanzia juu. Hutaki watu waone ya kwamba nyumba yenye uko nayo ni ipi, mahali unaishi ni wapi, hutaki watu wajue nguo zenye unavaa. Mungu atakufanya kwanza ujue kwamba kuna mitumba, ndio hata zile zingine za duka pia ziko. Yeye ndiye anajua hiyo yote. Ndio wakati Mungu amekupeleka mahali, amekufikisha mahali katika maisha, hautainua mdomo yako na akili zako kwanza kubweka, bidii yangu ya masomo ni mimi, bidii yangu ya kazi, vile nimekuwa nikijitoa kwa hii biashara, mimi ndio bidii yangu ndio imenifikisha hapa. Hapana, hautaasengumuza mambo mengine kando na mambo ya kusifu Mungu. Hawezi. Katika shughuli zako zote utakuwa unainua Mungu. Kutambua mapenzi ya Mungu imekuwa changamoto. Wakati wa kuhubiri, tuko wepesi wa kuhubiri. Mungu ndiye anayefariji watu. Anakufariji aje? Lazima ukuwe katika hali fulani ngumu. Unaona ile hali Ayubu alikuwa ndani. Wewe unafikiri hiyo ni hali ambayo sisi watumishi wa Mungu wengi tunaweza kuikubali na kusema ni mapenzi ya Mungu? Wewe unajua hali ambayo mitume na manabii walioanza hii Injili kuihubiri, watu wakina Isaya, wakina Yeremia, wewe unajua ni hali gani zenye walikuwa ndani? Mtu kama Yeremia mpaka anaanza kuuliza Mungu maswali, kwa nini matajiri, watu ambao hawaabudu, wako na mali kuliko mimi mtumishi wako? Ndio Mungu anaanza kumwambia kwamba mali yao ni kama umande, mali yao ni kama maua asubuhi wakati wa umande yanameremeta, lakini enda hapo mahali saa 8, enda hapo saa 6:30 wakati jua limechomoza, kwa hiyo maua ambayo ilikuwa inameremeta. Yeremia alianza kulia, kaanza kuambia Mungu, inakuwaje watu ambao hawaombi ndio watu ambao wako na mali? Mungu ndiye akuja kufariji. Lazima kuwe na hali fulani ambayo ni ngumu. Hali ambayo Ayubu alikuwa ndani haikuwa hali ya mchezo. Hali ambayo mtumishi wa Mungu Elia, wakati aliua manabii wa uongo wa Baali na Ashera, mpaka bibi ya mfalme Jezebel, bibi ya Ahabu, akamwambia kwamba na wewe pia kichwa chako nitakitaka.
nani Elijah akakimbia kwenda katika mapango kujificha mpaka Mungu akuja amfariji. Wewe unafikiri hiyo hali ni hali ya mchezo? Ndio ufarijiwa? Unafikiri utafarijiwa ukiwa katika hali ya mchezo? Utafarijiwa kama kila mtu amekutoroka, kila mtu amekukataa, kila mtu akikuona naona wewe ni adui, wewe ni muuaji, wewe ni shetani, wewe ni mtu mbaya sana. Hata mambo yote ambayo ulitenda mema kwake yamegeuka, yamekuwa sumu. Sasa hapo ndio Mungu atakuja kukufariji na kukuonesha kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Lazima hiyo neno litatimia, kwa kuona atafanya wanadamu wenye ulikuwa unataka kuwafanya kuwe Mungu wakuchukie, wakuwe watelezi, wakuwe wasaliti. Ndiye atimize ile neno ya kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Ndiye atimize neno ya kwamba katika hii dunia kuna wasaliti. Mungu ndiye atatengeneza hiyo mambo yote, umjue, ndio uamini ya kwamba tu ni yeye peke yake, sio mke wako, sio bwana yako, sio serikali, sio mtumishi wako, ni yeye tu ambaye sio msaliti. Utapitia hali mpaka hata utafika mahali ukatae kusaidia watu. Utasaidia watu na kila mtu ambaye utasaidia atakuwa kigeugeu katika maisha yako. Akishamaliza kufika mahali, akiona kwamba amefika, atakuacha hapo. Ataenda kutukane, atatafuta watu awaambie mambo tofauti. Yale yote ambayo ulimsaidia 90, lakini kwa jambo moja ambalo ulifanya baya, hilo litafuta mambo yote mazuri ambayo ulimtendea. Lakini Mungu atataka kufanya hivyo ndio ujue kwamba mwanadamu sio mtu wa kuamini. Ndio Mungu ataka kufanya hivyo ndio ujue kwamba unafaa kutenda mema hata mahali ambapo haitakikani. Endelea kutenda mema, usichoke kutenda mema. Wewe unafikiri hilo neno ya kwamba usichoke kutenda mema, tenda mema, nenda zako, Mungu atakulipa. Wewe unafikiri natimiaje? Lazima Mungu akuletee watu katika maisha, watu ambao wataonekana kuwa ni marafiki, watu wa maana, na wakuje wakugeuke, wakuje wakuwe sumu katika maisha yako. Ubaki tu na Mungu peke yake, na baadaye uendelee. Hata wenye walitabiri ya kwamba utaanguka, wenye walikuombea mabaya, wenye walienda kila mtu mwenye ulikuwa unajua wakienda wakimfitina, wakisema huyo ndugu, huyo dada, huyo mzee, huyo mama, huyo ameanguka, Mungu amemwacha, huyo ameshindwa, sisi ndio tutafanya sasa, sisi ndio tunasonga mbele, sasa tukujie, sisi ndio tunaweza kukusaidia. Lazima watu kama hao wakuwepo, ndio sasa Mungu akuja kuthibitishie ya kwamba mwanadamu sio kiumbe cha kutegemea. Mimi nakwambia lazima ukuwe katika hii dunia kutambua mapenzi ya Mungu. Usifikiri ya kwamba neno la kusema ya kwamba tenda mema nenda zako, usichoke na kutenda mema, ni neno ambalo linakuja kwa urahisi. Inamaanisha kwamba hata kuna watu ambao watakutendea mabaya, lakini wewe utaendelea tu kuwatendea mema. Hautajali ya kwamba wamekutendea nini, hautalipisha nini mabaya kwa mabaya, lakini utalipisha mabaya na mema. Unafikiri kitu itatimia aje? Na imeandikwa kwa Biblia. Unajua wapendwa, tunasoma neno la Mungu lakini hatutaki kukubaliana hilo neno litufundishe. Itafika mahali hata mke wako, hata mzazi wako atakusaliti, hata mtoto wako. Mungu aliandika kwa Biblia ya kwamba mama atasaliti msichana na ni kijana atasaliti baba. Hata serikali itasaliti wananchi walio, kama ni rais ambao ulisema kwamba ulimpigia kura, ukaona kwamba kura yako ndio ilimfanya akapita, huyo rais atakugeuka. Wakati utaanza tu kumwabudu, wakati utaanza kuona bila yeye hauwezi, Mungu ataleta mambo katika maisha yako, utachukia rais mpaka utarudi kwa Mungu. So wakati nasikia kwamba Mungu anafariji watu, lazima kukuwe na hali fulani ilikuwa ya kilio. Ndio nasikia kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka, na hizo hali zote zinaletwa na Mungu, sio shetani. Mungu wakati wa kulia utalia, atakufanya ulie vizuri, na hiyo kulia itakuwa ni kwa utukufu wake, ukapate kumjua. Na tena wakati wa kucheka atakuwa pamoja na wewe. Lakini sisi wakati wa kulia ni shetani, wakati wa kucheka ndio Mungu. Wakati wa kupanda tukipalilia, hiyo hatutaki, hiyo ni wakati wa shetani. Lakini wakati wa kuvuna na kufurahia yale ambayo tumevuna, hiyo ndio wakati wa Mungu. Wakati wa kuzaa ni shangwe na vigelegele, tunapiga shangwe, tunasifu huyo mtu ambaye Mungu amemtumia kuleta huyo mtoto. Mtoto mwenyewe tunamuita majina, tunasema atakuwa mtumishi, tunasema mtoto mzuri anapokuwa katika dunia. Lakini wanapofariki huyo mtoto, my friend, mambo yote yamegeuka. Freemason wamemaliza mtoto wangu, Illuminati, waganga, maadui zangu wamenimaliza, wameniulia mtoto. Lakini maandiko haya yanayosema ya kwamba kuna wakati wa kuzaa
na kuna wakati wa kukufa. Yanatimia aje? Wapendwa, hatuwezi kuweka tu lawama mtu akikufa. Hakuna mtu anaweza kufa tu hata Mungu ndiye amemchukua katika njia safi. So aliyeua Musa alikuwa shetani, aliyeua Abrahamu akakufa akazikwa, au wakina Isaya hawa, wakina Petro hawa, aliyeua alikuwa Ibilisi, alikuwa nyoka. Hii mtu anapozaliwa tunasherekea, tunamsifu Mungu. Mtu anapokufa sasa ni kutukana Mungu, kulaumu Mungu, ameshindwa. Freemason wamekuja wameua mtu. Sasa Mungu aliyemleta, Freemason wamekuja wameshinda Mungu ule nguvu. Sasa wamechukua huyo mtu wamemuua. Waganga wameshindwa na Mungu aliyewaumba. Mungu amekuwa mdhaifu. Sasa waganga wameua huyo mtu. Wapenda, tuweze endelea kwa katika uongo. Mimi nakuhakikishia uongo imefika mwisho. Wapendwa, hatutakaa katika uongo. Hapana. Mimi nakwambia ukweli. Lazima tuelewe mafundisho. Kama kuna wakati wa kupanda na kupalilia, tujue pia hiyo wakati iko, na wakati wa kuvuna iko. Kama kuna wakati wa kucheka, tujue pia kuna wakati wa kulia katika maisha. Kama kuna wakati wa kufurahi, pia kuna wakati wa kufariji. Hizi ni hali zote ziko katika maisha, na yote ni mapenzi ya Mungu. Lakini ni watu wangapi ambao wametambua haya mapenzi? Watu wengi tuko katika Mungu, lakini hatutaki kutambua mapenzi yake na hatutaki kukubaliana nayo. Tunataka kulazimisha vitu, alafu baadaye inapofika vinapotugeuka tena sisi ndio tunachukua ile lawama na kuwekea watu wengine. Kutambua mapenzi ya Mungu ni dawa, ni suluhisho, ni amani, ni ushindi, ni baraka tele katika maisha. Lakini ukikosa kutambua, basi utakuwa na shida. Ndio Mungu atimiza kila neno ambalo alisema katika Biblia. Kama Mungu alizungumzia kulingana na usaliti, utasalitiwa vizuri, na watakao kusaliti sio maadui. Ni wale watu ambao umesaidia, wale watu ambao wamekuwa karibu na wewe, wale watu ambao unaona ya kwamba hawa ni watumishi, huyu ni pastor, huyu ni mwinjilisti, huyu ni bishop, huyu ni pope, hawezi nisaliti. Hao ndio watakusaliti. Ile neno litimie, ndio uweka akili yako yote kwa Mungu. Ani katika njia nyingine, ninapomaliza ujumbe ya kwamba mapenzi ya Mungu yanakuja kukufundisha kwamba tegemea Mungu peke yake, penda viumbe vyake, viheshimu, lakini usichukue nafasi hata moja ukaabudu kiumbe chenye Mungu aliumba. Haiwezekani. Ndio maana Mungu anasema kwamba hashiriki utukufu wake na kitu chochote. Anapoona unataka kuleta utukufu wake kwa kitu kingine, mafundisho atakuletea. Hata kama ni magonjwa, utatoka pale umeinua mguu na mikono. Ninakwambia utagonjeka. Kila mtu atashindwa. Kila sehemu tegemeo lako lote lenye ulikuwa umejua litashindwa mpaka urudi kwake ukiri. Sifikira tu Mungu, ukisikia kwamba Mungu anaweza yote, hakuna lenye linamshinda. Uliza wafalme, uliza wanajeshi walikuwa wanaendea watumishi wa Mungu. Elisha tu anamuendea, anamwambia kwamba sijui tumetumwa na mfalme, lazima ukawacha kuhubiri Injili. Walilambwa na moto, wote wakaisha. Mpaka wengine waliobaki walipoona hali inaendelea kuwa hatari, waliinua mikono wakasema, mtumishi wa Mungu, Bwana usitumalize tena. Usifikiri ati katika hii dunia tumekuja na tutoke kwa katika hii dunia bila kujua Mungu. Mungu aliyekuleta katika hii dunia lazima utamjua. Hiyo nakuhakikishia. Wewe jipige tu kifua ati mimi sitaki Mungu, Mungu hayuko. Haina shida. Kuna wengi zaidi ya wewe walijifanya hivyo, lakini hautaondoka katika hii dunia kama hujakiri ya kwamba Yesu ni Mungu. Lazima utajua Mungu ni nani. Akulete katika hii dunia alafu katae. Aliyekuleta, mtu amekuajiri kazi, umekataa masharti yake, alafu baki kwa hiyo kazi. Hata kama unaijua hiyo kazi hautabaki. Mimi nakwambia hautabaki. Hata mwanafunzi atakuja afundishwe tu. Haiwezekani. So tambua mapenzi ya Mungu kwa kanisa katika maisha. Ndio tuwache kulaumu watu kila mahali. Lawama za dunia hii zimetokana na watu kukosa kutambua mapenzi ya Mungu. Kila neno lenye Mungu alisema, Mungu akisema ya kwamba anaponya magonjwa yote, lazima kukawa na magonjwa ambayo madaktari watashindwa. Waseme hii magonjwa haina tiba, ndio kuje sasa Mungu akuponye, ndio utoke uende ambie watu Mungu anaponya kila maina magonjwa. Hautaki hiyo. Wewe unafikiri ni mchezo? Kuna mambo ambayo tunapitia ndani, ndio Mungu akuonesha kwamba anainua mtu, hata mtu anapofika chini anambariki. Angalia story ya Ayubu. Ayubu mali yake yote ilienda, lakini baadaye akarejeshewa mara 3. Mpendwa, tambua mapenzi ya Mungu. Utakaa katika hii dunia bila kukosana na watu. Utakuwa na amani, utafurahia.
Yaani utaona hata mambo ya tarumbeta kupigwa, unyakuzi kukuja isikuje, kwa sababu utaishi vizuri ukitambua mapenzi ya Mungu. Lakini ukijifanya mjuaji, hata ukiabudu na umeokoka itakuwa ngumu kwako. So namaliza ujumbe nikisema ya kwamba tafadhali wapendwa wa Mungu, tutambue mapenzi ya Mungu, tukubaliane na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ndio dawa yetu, ndio amani yetu, ndio ushindi, ndio baraka yetu. Mapenzi ya Mungu ndio kila kitu chetu kama watu ambao tumemwamini. Wale ambao mnafuatilia ujumbe katika mtandao wa YouTube, channel yetu ni Believe and Obey the Only True God. Wale ambao mko TikTok, channel yetu ni Believe and Obey Jesus Only. Katika mtandao wetu hapa Facebook, mahali niko, channel yetu tu ni moja, Believe Obey. Tuko na mitandao mitatu kwa sahihi ambao tunaweka injili hii ili ikaweze kufikia kila kiumbe, ili kila mtu akapate injili hii ikamsaidie, ndio siku ya hukumu usikuje kusema ya kwamba sikusikia, kwa sababu utahukumiwa kwa kile ambacho ulisikia na ukagairi. Ndio vile Adam alihukumiwa kwa kile ambacho alisikia, akakubali, akasema ameelewa, ndio akakuja baadaye akakataa. Hicho tu ndio kilimhukumu. Hautahukumiwa kwa kitu kingine kando na kile ambacho haukufundishwa. Mungu wetu ni Mungu haki na ni Mungu mwaminifu. Wale ambao mmesikia ujumbe mahali penye mko, ujumbe huu unapokuwa baraka kwako, chukua peana kwa mtu mwingine, naye ukamhimize pia unapokuwa baraka kwake akawapeane, ili neno la Mungu likapate kuendelea na neno la Mungu likaendelea, na kila mmoja mahali penye uko, wacha mapenzi ya Mungu aliyekupangia yakaendelee kujidhihirisha katika maisha yako. Zaidi ya yote, tujitenge na dhambi, tukae katika maisha matakatifu na tuachane na mambo ya uadui kama wanadamu, na Mungu awatende mema. Amen. Amen.